كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فجزى الله عنا محمدا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Katika wakati huu inshallah atakuwa darasa maalumu kama tulivyoagana. Darasa yenyewe itakuwa ni juu ya mambo yanayohusiana na ibada tukufu ya hija. Na kuweka darasa hii kwa hakika si kwa lolote lile isipokuwa ni kusaidiana na wenzetu ambao Mwenyezi Mungu amekwisha waandikia safari hii kuwa ni miongoni mwa wenye kuizuru nyumba yake kwa ibada ya hija. Basi na sisi tunajumuika nao, kusaidiana nao pamoja, angalau wakifika kule wenzetu hawa wao wanajua nini wanachokifanya. Hasa tukiangalia ibada yenyewe imewekewa sharti yake mara moja tu katika umri wake mtu. Si aghlabu ibada hii kuwa inajulikana kama vile tunavyojua ibada ya sala na funga na nyinginezo. Sala kama tujuavyo inafanywa vipindi vitano kwa kila siku. Ina maana inarejewa kila siku, bali kila wakati. Funga angalau inapata nafasi ya kurejewa kila mwaka mara moja, lakini ibada ya hija katika umri wake mtu mara moja. Kwa hivyo si katika mambo yajulikanayo sana na Waislamu wengi kuhusiana na mambo yanayohusu hija. Katika mahujaji wanaokwenda kila mwaka duniani ni mahujaji wachache sana wanaoijua ibada ya hija, lakini wengi wanakwenda na kutazama watu wanafanya nini, na inakuwa ni mzigo mzito walioubeba kwa kutokufahamu nini hasa ibada ya hija. Matokeo yake inakuwa ni kusababisha hasara kwake yeye mwenyewe na hasara kwa ajili ya Waislamu wenzake, kwa sababu atafanya mambo kule iliyokuwa hayamo, asababishe msongomano uliokuwa hauna maana, asababishe fujo na mauaji, vile vile watu wafe kwa ajili ya watu wachache kwa hakika wasiofahamu ibada ya hija. Kusababisha kikundi hichi mpaka vifo vya watu, kwa sababu wanasababisha msongomano uliokuwa hauna maana. Laiti kama wangejua toka mapema kabla ya kwenda kule nini ibada ya hija, pengine usingetokea msongomano ule wala vifo vile. Kwa hali hii ndio tukawa tunaona kila mwaka zikifika siku kama hizi huwa tunafanya darasa maalum kwa ajili ya mahujaji. Nyingine huwa tunazifanya nyumbani kwa ajili ya wanawake. Kila siku tunakuwa nao baada ya alasiri, na nafasi nyingine huitumia kwa ajili ya wanaume. Kila mwaka nikitumia kila siku, safari hii imepunguza kidogo kwa ajili ya wanaume, nimeiweka Ijumaa kwa sababu nimezungumza katika miaka mingi ibada ya hija, na imedhibitiwa, imehifadhiwa katika kanda kuanzia za video mpaka za audio. Wale ambao watahitaji zaidi, pengine muda huwatoshi tena sasa hivi, basi ni juu yao kwenda dukani kwetu pale Raha Leo na kutaka kanda maalum darasa za hija. Manake tunayo mpaka hijjatul wada'i ya Mtume ambayo kaiji yeye pia tayari tushafanya darasa yake hiyo.
lakini si watu wote watakaoweza kumiliki kanda hizo, wengine nakuwa kwao ni mzigo mzito. Kwa hivyo tumeweka kipindi hichi kwa ajili ya kujikumbusha mawili matatu kwa ajili ya faida yao. Ewe uliyekusudia kwenda kwa hiji mwaka huu, kabla hatujaendelea na pale tulipofika kwenye kitabu cha Fiqh Sunna, tuko katika mambo ambayo yanakatazwa mtu kuyafanya wakati cha elimu ya hija. Lakini kabla hatujaendelea kwenye kitabu, ni vyema kabisa ukapata utangulizi huu kwa ajili ya safari yako tukufu. Ni kwamba uelewe ibada ya hija Muislamu kwamba ni nguzo. Jambo la kwanza, ni nguzo mojawapo katika nguzo ambazo zimesimamisha Uislamu. Tano nguzo zenyewe. Ikitetereka au kuvunjika moja katika hizo, ina maana Uislamu haupo wa Muislamu. Uislamu hawezi kukaa juu ya nguzo ambazo mmoja wapo itakwisha vunjika. Haipo. Kwa hivyo uelewe tu kwamba ibada hii ya hija ni nguzo katika nguzo za kusimamisha Uislamu. Ingawa nguzo hii imewekewa kipengee cha man istataa, kwa yule ambaye ameweza. Lakini kipengele hichi kisije kikadhaniwa ya kwamba uwezaji wenyewe ni mkubwa sana kiasi ambacho wengine hawahusiki kabisa, hawamo, kwa sababu hawamo kwenye kuweza. Kuweza kwenyewe ni kumiliki nauli ya kwenda Maka na kurejea. Kuweza kwenyewe ni kumiliki chakula wakati wote mtu atapokuwa safarini mpaka ataporejea. Kuweza kwenyewe ni kuwaachia watu wa nyumbani ambao wamemlazimu yeye kuwatazama, mke, watoto, wazee, chakula cha kutosha kiasi ambacho hawatoadhirika mpaka ataporejea. Na kuweza kwenyewe ni kuwa mtu ni mzima wa afya, hana matatizo yoyote katika afya yake. Akishafika hapa mtu anaambiwa kaweza. Na vile vile njia ziwe salama, kwani uwezaji unaweza kuharibika kama njiani kutakuwa na fujo aina yoyote ile. Itabidi mambo yaharibike na itakuwa kuna kikwazo kwamba hakuna uwezekanao wa kwenda safari kwa sababu njia zimeharibika. Labda kumetokezea vita njiani, labda kumetokezea maharamia wananyang'anya watu mali zao na kuwaua njiani ovyo, na mengine kama hayo. Kwa hivyo uwezaji wenyewe ni huo. Akimiliki mtu mambo hayo anakuwa tayari yeye anaweza. Tena ibada hii asije akaingojea mtu kuifanya kwake mpaka atapojiona kishakuwa mtu mzima, kapindukia miaka 60 70, kwamba sasa ndo anakwenda kwa hiji. Kwa kuwa amejiona yeye sasa nadhani anaweza kurejea kwa Mwenyezi Mungu moja kwa moja, asifanye uovu mwingine wote ule. Na ule wakati alipokuwa kijana akajifikiria kwamba hata nikenda kazi ya bure, mimi bado mtoto mdogo, mambo yananitaka bado zaidi na mimi nayataka vile vile. Kwa hivyo wengi huichelewesha ibada hii kwa sababu ya umri walionao, wakadhani ya kwamba wao hawajesha bado kustarehe katika dunia. Kwa hivyo ibada hija wanaiweka bado kando. Hakuna mwenye guarantee ya maisha yake. Hakupewa mtu maandishi maalum ya kwamba wewe utaishi mpaka umri kadhaa. Kwa hivyo wakati huo utagawa maisha yako kwa ibada ya hija, kwa kufanya istighfari, kwa kufanya kwa Mwenyezi Mungu. Hakuna mwenye hakika ya umri wake unamalizika lini. Bora afanye ibada zote mapema, kwani hajui hapo atapotaka yeye kufanya ibada hiyo kama atakuwa na uwezo wa kufanya ibada hiyo. Ende mtu mapema wakati anajiweza. Atakwenda kujionea mwenyewe mtu usumbufu wanaopata wale ambao afya zao si nzuri tena, watu wazima sana. Hata hiyo ibada yenyewe haifanyiki kikamilifu. Au pengine kuna mzee wa watu, mtu mzima amekabidhiwa mtu au kikundi cha watu, jamani mtamwangalia mzee vile vile, mtakuwa naye kule, kwa hivyo mtamsaidia na hali yake sasa hivi unamuona kama alivyo hivi. Kwa hakika ni mzigo mkubwa mtu kuwapa watu kitu kama hicho. Kwa
kwa sababu yeye mwenyewe mtu binafsi yake anatakiwa kila wakati ajichunge. Sasa macho yake kuwa kuna mzigo mwingine uchunge vile vile, ni jambo zito sana hilo. Atakwenda kuona mtu kwa macho yake kwamba huku kwa hakika kwa ataka mtu aliyekijana mwenye afya iliyokamilika, tena mwenye mwili uliozoweshwa japo kidogo harakati za vikumbo za msukumano na harakati za kustahamili mwendo kiasi mrefu hivi na harakati za kustahamili maudhi ya watu mbalimbali na kustahamili vile vile mambo ambayo yatatokezea wakati wote ule katika safari yake hii. Kwa hivyo wasia kwa mahujaji wote, kwa kuwa hii ni nguzo, kwa hivyo asijakachupa mtu kwenda kwenye nguzo hii kabla hajamaliza nguzo nyingine ambazo zimetangulia, ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya nne. Atakuwa hakulifanya lolote la maana kama ataanza kwenda kuhiji wakati huku sala hakuna. Hakubali Mwenyezi Mungu kabisa kabisa. Awwalu ma yuhasabu nasu, jambo la mwanzo la kuhesabiwa watu katika mambo ya ibada, as-sala, ni swala baada ya shahada yake alionayo. Akishakuwa na shahada basi swala inafuatia pale. Ikionekana swala ni kamili, hapo zitaangaliwa ibada nyingine mbalimbali. Lakini swala kama hakuna, imeanguka, hata kutizama ibada ya hija hakuna haja kutizama, kwa sababu swala imeanguka, hakuna. Kwa hivyo ni wasia kwa yoyote aliyetayari sasa hivi kwenda kuhiji, ahakikishe kipindi hichi alichonacho kabla ya kuondoka amekamilisha Uislamu kama agizo la Mola wake linavyomtaka Muislamu, kwa kumwambia udkhulu fi silmi kafatan, ingieni katika Uislamu wote mzima, msichague baadhi ya mambo mkayaona yanafaa na baadhi ya mambo kayaona kwamba wewe huyawezi na kwa hivyo huna haja nayo. Kipindi hichi kama alikuwa mtu ana kawaida ya kusali akiwacha, kusali akiwacha, kabla ya kuondoka ahakikishe kwamba amesawazisha jambo hili, amerejea kwenye kusali sawa sawa. Tena safari hii anatia azma kwamba hatawacha tena ibada ya sala. Kipindi hichi alichonacho mwenye kuhiji, kama kulikuwa na kawaida ya kusali sala kwa wakati anataka mwenyewe, jambo hili kwa hakika kabla hajaondoka ahakikishe kwamba amelisawazisha. Habari ya kulipa katika sala hailikuwekwa na Mwenyezi Mungu, hailipiki sala. Kwa nini hailipiki sala? Hailipiki kwa sababu haina dharura ya kwamba wewe ngoja kwanza utasali baadaye, haina. Hata kwa wale mujahidina waliofika katika maaraka ya mapambano ya vita uwanjani, hawakupewa nafasi hata wao wanaopigania dini ya Mwenyezi Mungu. Hawakupewa nafasi kwamba wapigane kwanza kwa ajili ya Allah alafu baadaye watasali. Hawakupewa nafasi. Ukiingia wakati wa sala itabidi wasali swala maalumu, swala ya hofu, swala ya vita. Hata kama itapatikana rakaa moja, lakini alimradi wakati ukifika wasali lazima. Kwa hivyo swala hailipiki. Kama alikuwa na kawaida mtu ya kuswali vipindi vyote vitano anaviswali katika wakati mmoja, kawaida hii, dasturi hii, kabla ya kuondoka aiwache, au akianza kutamka labbaika Allahumma labbaika, jawabu ya Mwenyezi Mungu ni kumjibu la labbaika wala saadaika. Wewe ni muongo mkubwa, hujataka wewe kuitikiwa. Au wewe unakiitikia kitu gani katika safari hii? Hata swala zako mpaka sasa hivi ziko zina mushkili mkubwa, hakuna swala inayosaliwa kwa wakati wake. Kwa hivyo haitikii Mwenyezi Mungu ibada hii. Na kama anajijua mwenyewe mtu alidharau baadhi ya mambo ya ibada kama funga vile, akawa anajitia dharura kila mwaka ukifika kwamba yeye mgonjwa, maisha alikuwa hafungi, basi mpaka Ramadhani iliyomalizika sasa hivi kenda mwendo huo, asijakadhani kwa Mwenyezi Mungu atapokea safari yake hii ya hija, kwa sababu mwanawe amempa kitita cha fedha akamwambia baba nenda na wewe. Kumbe hata Ramadhani iliyomalizika hakuwa na umuhimu nayo. Asijakadhani kwa Mwenyezi Mungu ataikubali ibada hii. Kabla ya kuondoka
ahakikishe ya kwamba ameleta taubatan nasuha kwa kila kitendo ambacho alikuwa nacho kabla kuondoka. Istighfar kwa wingi, kumtaka Mwenyezi Mungu msamaha kwa wingi sana, na awe mtu anaona uchungu kwa mambo mabaya aliyofanya, asipe kwa pahala anatamani tena au anaona raha ya kwamba alisarehe sana. Ikiwa bado kungalika utamu huo katika moyo wake, basi safari hii kwa hakika itakuwa na mushkili mkubwa kwake yeye, hajesha bado. Akitaka kuhakikisha hayo kama kweli kakubaliwa hajakubaliwa, kule Mwenyezi Mungu anawafikisha kuna baadhi ya viwete, viumbe au walemavu, wana kasoro mbalimbali. Mwenyezi Mungu amewapa mambo makubwa ya miujiza. Utakutana na viumbe binadamu wenzio kusema wanasema, lakini baada ya kichwa hana kitu kingine. Mtu kichwa na tumbo lake, hana miguu, hana mikono, kimekuwa kama kitu cha kuchukuliwa tu ikawekwa pale. Kama kuna mikono basi imechomoza pahala kidogo hivi, na kama kuna miguu zimechomoza vidole tu basi katika mwili wake, hana kitu. Lakini amewekwa pahala, kama atatokea mtu ampe kitu msaada hivi, itakujia imani. Utie mkononi pesa umpe, basi kama itakuwa hija yako mabrur, uipokea kwa heshima kubwa pesa ile, na akakuombea Mungu sana, na akakutakia mafanikio makubwa sana katika maisha yako ya dini, dunia na akhira. Lakini kama mambo ni kinyume na hivyo, pengine mtu kienda kwa pato ambalo si la halali, alikuwa kiuza visivyofaa kuuzwa kwa Uislamu, kisha chumi lake ndio akaendea hija, wallahi ukichomoa mkono wako mfukoni na mpa kitu, basi anakamata pale pale, haiwahi kuikamata, anaitupa pale pale na kusema hadha narun, huu ni moto, haunifai. Na hija yako vile vile ghairu mabrurin, si njema, Mungu haitaki. Usijangaishe bure, rejea kwanza ukatake toba kwa Mola wako. Kwa safari hii kwa hakika unajangaisha bure. Mwenyezi Mungu amewapa ilhamu ya kutambua tu kwamba huyo ndiye na huyo si. Kwa hivyo wasia kwa kila haji, kipindi hichi kabla kuondoka hichi ni kipindi cha kujisawazisha, ni kipindi cha kujipendekeza kwa Mwenyezi Mungu mpaka apendeze, mpaka akubaliwe. Mwenyezi Mungu anasema fa idha faraghta fansab, utapomaliza ibada yako ya fardhi jiunge na ibada nyingine ya sunna. Usijokadhani kwamba umeondoa njiani na basi hakuna kitu kingine. Uwe katika kumwabudu Mwenyezi Mungu kila wakati, ulimi wako uwe umerutubika na mbolea ya kumtaja Mwenyezi Mungu sana. Hakuna ukame katika ulimi kila wakati. Kipindi hichi anatakiwa mtu ajifanye kwamba yeye ni mkarimu mno, hampishi yatima wala hampishi mwanamke mjane, hampishi maskini ya Mungu yote njiani, ila atampa msaada wake kwa ajili anajipendekeza kwa Mola wake mpaka apendeze. Kipindi hichi bali mtu kachelewa, angalau angelipata miezi 6. Kipindi hichi anaisoma ibada ya hija sana, kwa sababu anakwenda ugenini na anakwenda kutekeleza ibada ambayo imemgharimu. Pengine kachangisha pesa zake miaka na miaka, sasa zimetimia, basi atakwenda kula hasara kama kuisoma ibada ya hija sawa sawa. Asije akakubali mtu kwenda kule hohe hahe mbumbumbu, akataraji labda kuna mutawaf atamtufisha, atamhijisha, au nitaangalia watu wanaofanya na mimi nitafanya vile vile. Asitegemee hivyo, ajiwinde hivi sasa kweli kweli, aifahamu ibada ya hija, aielewe vizuri, iwe yeye mwenyewe yuko tayari, na kama kuna watu hawajui basi wamfuate yeye mpaka afike stage hiyo. Hapo itakuwa ibada yake nzito na anaweza kuiwekea mategemeo maalum. Kama unavyoona swala ndio vile vile, swala kwa kuwa umeizoea tu, unajua mkitoka katika rukuu na kwenda kwenye itidali, na kwenye rukuu nilitakiwa niseme kitu kadha, na kwenye itidali ninatakiwa niseme maneno kadha,
Na ibada ya hija vile vile, kwenye kila sehemu unayokwenda ujue hapa panatakiwa nini, na niseme nini, na nifanye nini, ili ibada yako iwe na thamani kubwa. Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani amezungumza kwenye ibada ya sala, la taqrabu salata wa antum sukara, kabisa msikurubie ibada ya sala hali ya kuwa nyinyi walevi mmelewa. Mpaka lini ya Rabbi? Hatta ta'lamu ma taqulun, mpaka kwanza myajue mnayoyasema. Ina maana asiyejua anasema nini, asiyejua anafanya nini katika ibada ya Mola wake anamwabudu, ina maana Mwenyezi Mungu hataki hata ukurubie pale pale. Kaa kando kabisa, mbali kabisa, mpaka uwe tayari unajua ukisemacho. Na ulevi bwana umegawanyika sehemu nyingi. Kuna pombe ulevi, kuna ujinga nao pia ni ulevi. Kalewa mtu ujinga, anasimama mbele ya Mola wake hata hajui azungumza na nini, yumo tu maneno anayotamka, anasema maneno tu, wala hajui kama anatukana au anasema sawa sawa. Lugha anayotamka lugha ya Kiarabu, lugha ya Qur'ani, ina mambo magumu mno. Kama utavuta pahala pasipovutwa kwenye Qur'ani, basi maana ya Qur'ani inabadilika, unaleta matusi badala ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Unakataa alosema Mwenyezi Mungu, unasema vingine wewe. Mwenyezi Mungu akisema la tarawunna aljahim kwa lamu ya kiapo, wewe kama ufahamu lugha ya Qur'ani unaweza ukaja ukaivuta damu pale, la tarawunna aljahim, ina maana unakataa kama hamtoona. Si kweli, si kweli, hicho kitu hakuna kabisa. Watu wanaitakiri uongo tu. Kuna moto wafuliwa, ukiivuta lamu la tarawunna, Mwenyezi Mungu amesema vingine waza vingine, bali pale lamu yake lamu ya kiapo, la tarawunna, haina haraka za kuvuta lamu ile. Mifano kama hiyo iko mingi sana. Ndugu Muislamu, wasia kutoka kwetu sisi kukupa wewe katika safari hii kubwa sana ulilonalo sasa hivi ni kuisoma ibada ya hija sana. Wala usitosheke kuisoma pala pamoja, nenda kwa kila mtu. Mambo Mwenyezi Mungu ameyagawa, huyu kampa hichi, mwingine kampa chengine, alimradi kusanya. Utakuwa ukifanya hayo mpaka siku zikifika, ewe ndugu mwenye kwenda kwa hiji. Kama kabakia mtu au baadhi ya watu mna hitilafu ya kuto kusema vizuri, naye ni Muislamu mwenzio, na vile vile akawa ni jamaa katika ukoo wako, hamfahamiani, kabla hujainua mguu wako kwenda kumfuatia Mwenyezi Mungu kule ili akupokee Mwenyezi Mungu akukubalie ibada yako, lazima haya mambo kwanza uyasawazishe. Ule ugomvi ulioko baina wewe na Muislamu mwenzio na ndugu yako ondosha kabisa. Kubali kwamba wewe ndio mwenye makosa, umombe radhi mwenzio, na halafu umuage kila utakayebahatika kuweza kumuaga, muage. Asija katokezea jamaa yako yote akasema fulani amekwenda kwa hiji, mimi hata kunitambua mimi, hakunikumbuka mimi. Haya, akisema ile haya, basi wewe unaharibikiwa sasa. Anafundo ameleka moyoni, makini jamaa yako karibu sana, mwenzako sana, rafiki sana, ni kwamba umempiuza, umemkiuka. Kabla kuinua mguu wako kwenda kufanya ibada ya hija, hakikisha ya kwamba madeni ya watu umeyarejesha kwa wenyewe, na kama hayarejesheki, basi angalau umekwenda mtu kumuomba nistahimilie. Kwani hivi sasa mimi nimekabiliwa na safari muhimu sana ya ibada ya hija, lakini deni lako nalitambua limo ndani ya maandishi. Nikirejea mimi kidogo kidogo, Mwenyezi Mungu akiniwezesha, nitaliwasilisha deni hili. Akikubali anayekudai, unaweza ukenda ibada ya hija. Akikataa, hata Mwenyezi Mungu katika haki al-adami kajiondoa mpaka ataposamehe yeye. Idha afa al-abdu afa ar-rabbu, katika haki ya mwanadamu ataposamehe mja ndipo ataposamehe Mwenyezi Mungu. Hakusamehe mja na Mwenyezi Mungu asamehe vile vile. Usije ukaondoka alafu mtu akabakia kwa nasikitika, atakenda kuhiji, hata hiji vipi na mimi namdai, anamdhulumu bwana hapa, mekwisha kumdai ananihangaisha, alafu leo atakenda kuhiji
mashudu hija yake Mwenyezi Mungu ataipokea inshallah. Anaapiza huko mtu. Kwa hakika mwenye kudaiwa anajitabisha bure, hana kipatacho kwa hakika. Angalau ende akamwombe radhi, akaseme naye kibinadamu. Akikubali, yeye ni binadamu na wanajuana, na namjua kama uwezo anao wa kunirejeshea deni langu na namwamini, basi nenda, sina wasiwasi, nda hivi na hivi na hivi. Basi hapo sasa imeshakuwa nzuri ibada yake. Siku zikikaribia na tango zikaribia, kipindi hichi kama kuna ugomvi baina ya Muislamu na maneno ya Mwenyezi Mungu, yani kitabu cha Qur'ani al-Karim, manake kuna hasama kubwa baina ya Qur'an na Waislamu waliokuwa wengi. Hakuna mazungumzo baina ya Muislamu na maneno ya Mwenyezi Mungu, hamna kabisa mahusiano. Labda afe mtu itokezee khitma pahala, ende akakamata juzuu kiuongo na kweli, kwa sababu anawatahayaria watu ile ambiwe kaja fulani khitimani, kaja memwona na juzuu kama atakasoma. Kumbe hana akisomacho, ajitokania ovyo. Na mwaka mzima ulipita mashafa hajakamata mtu. Kipindi hichi kabla ya kuondoka ajitahid angalau kapata khitma japo kwa moja mbili hivi, kwa kila siku kupata juzuu moja kila siku, angalau afike hapo, ndo ainue mguu kwenda kule. Kwa hakika sio safari ya maskara hii. Safari hii ina ahadi ya Mwenyezi Mungu na ina ahadi ya mtume wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika safari hii, ahadi anayowapa malaika wake katika siku ya Arafa. Mwenyezi Mungu anajifakharisha kwa malaika, kwa binadamu. Anawaambia baada ya kushuka mwenyewe Mwenyezi Mungu mpaka katika uwanja wa Arafa, ushukaji ambao anauelea mwenyewe. Anawaambia malaika, unduru ila ibadi, haya angalieni waja wangu sasa. Nyinyi mlidai ya kwamba mimi nitawapeleka watu katika dunia watakaomwaga damu, watakafanya fisadi. Leo angalieni waja wangu walivyoitikia wito wangu. Nimewaita hawa, wametoka sehemu mbalimbali duniani na wamekuja hapa, manywele yao yamechafuka, wamejaa mavumbi, wamekuwa wanyonge taabani, wameacha mali zao, majumba yao, watu wao, wamekuja hapa wanataka radhi zangu mimi. Na kushuhudisheni malaika wangu, mimi qad ghafartu lahum, nimewasamehe makosa yao yote na nimewaridhia, na wanaondoka hapa kama walivyozaliwa na mama zao. Hii ni ahadi nzito. Asifikirie mtu yoyote atakayepata ahadi hii, si mchezo. Kurejea mtu ibada ya hija akiwa hana dhambi hata moja, sikiti maskara. Na mtume Mwenyezi Mungu anasema, yule yoyote ambaye amehiji falam yarfuth walam yafsuk, hakutenda jambo lolote baya chafu na wala maneno, mpaka hija yake ikakubalika kwamba mabrur, raja'a ka yaumi waladatu ummuhu, urejea kama siku alomzaa mama yake. Kwa hakika ahadi zote hizi kwa wawili hawa, Mwenyezi Mungu mtukufu na mtume wake, asidhani mtu kama ni ahadi ambazo yoyote anaweza kaziokota kazichezea. Kuna mambo yake magumu mno. Lazima ajiandae mtu kwa safari hii, ajue angalau anakwenda fanya nini. Hendi kutembea, anakwenda fanya ibada, na atakuwa kipindi chote yumo safarini ni mgeni wa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu hatokubali kufikiwa na mgeni aliye muovu, asiyemjua Mola wake, asojua hata ibada yake anaifanya vipi. Hatakubali Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atataka mgeni aliyomfikia yeye ni mgeni wake, hasa mgeni wa heshima, na yeye Mwenyezi Mungu ajitokeze kumuonyesha uungu wake, namna anavyomsalimu salama, namna anavyompa taufiki ya ibada, namna anavyomtekelezea kila analohitajia. Kabla ya kuondoka mwenye kuhiji, kwa hakika yaangalie yote haya. Safari ikiwadia, mwenye kuhiji kila anaposafiri, basi weka kawaida ya kusali rakaa 2 nyumbani kwanza. Ikiwa utaondoka baada ya kusali fardhi, basi hapatakuwa na haja tena sala ya fardhi, itaizimeza rakaa 2 zile. Mathalan unaondoka alfajiri, basi baada ya kusali alfajiri inakuwa basi inatosha. Na watu wako wa nyumbani wafundishe maneno maalum ya kukuaga wewe, na wewe useme maneno hayo kuambia watu wa nyumbani unaoachia. Hata kama lugha ya Kiarabu itakuwa
imekupa tabu, basi sema kwa lugha yako unayojua, na kuambia watu wa nyumbani wayaseme hayo. Wakati unatoka sasa, waambie watu wa nyumbani, wa astaudiukumullah, na kuacheni amana kwa Mwenyezi Mungu, alladhi la tadhi'u wadai'u, Mwenyezi Mungu ambaye hazipotei amana anazowekewa yeye, lazima atazilinda, azihifadhi, na wakati ukifika amrejeshee mwenyewe amana zake hizi hapa. Wala usiogope kitu. Watoto wako kama ni mke unamwacha wewe naye pamoja, kama ni mama yuko hali mbaya taabani, mwambie watu wako nakuwekeni amana kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mwambie kila mmoja, futa machozi. Unalia nini? Ina maana kwamba amana hii ya Mwenyezi Mungu kuiamini wewe. Furahia kwamba ninakuweka kwa Mwenyezi Mungu amana. Alladhi, Mwenyezi Mungu ambaye la tadhi'u wadai'u, hazipotei amana anazowekewa yeye. Na wale watu nyumbani na wao wafundishe dua maalum ya kukuombea wewe wakati unawaacha nyumbani peke yao. Waseme nastaudi'u Allah dinaka, na sisi tunamwachia Mwenyezi Mungu amana ya dini yako, aihifadhi kama ilivyo, bali aiongeze, kwa sababu mtu pengine atakuwa mcha Mungu pale nyumbani alipo tu, hajaona bado mazingira mbalimbali duniani. Kuna baadhi ya watu wakiondoka tu majumbani wakenda pala pengine, basi moja kwa moja huwa ndiyo sababu ya kupotoka kwao. Basi watu wa nyumbani katika dua ya ukubwa wanaoiomba, nastaudi'u Allah dinaka, tunamweka Mwenyezi Mungu amana katika dini yako, kwanza ailinde na kuhifadhi dini yako, wa amanatika, na uaminifu wako ulionao aulinde, wa khawatima amalika, na kumalizika kwa amali zako umalizie mambo mema. Binadamu atafufuliwa kutokana na jambo alofia nalo, kitendo alichoondokea duniani akatoka kaburini, anaondokea kitendo kile kwa hakika. Katika jambo muhimu kwa Muislamu ni kumalizikia vyema, na sio kuanza vizuri alafu baadaye mambo kaharibika. Watu wa nyumbani wanamwambia wa khawatima amalika, tunamwachia Mwenyezi Mungu amana ya mwisho wa matendo yako. Sasa wanaagana, watu wanatoka. Ajihimize mtu kila anapotoka nyumbani kwake atokee mguu wa kushoto, huku anasema bismillah, kisha tawakkaltu ala Allah, nimemtegemea Mwenyezi Mungu. Allahumma, e Mwenyezi Mungu, inni a'udhu bika an azilla au uzalla, na ilinda kwako mimi kutelezesha mtu huko ninakokwenda, au mimi kutelezeshwa nikatiwa katika batili, au adhilla au udhalla, najilinda kumpotoa mtu huko ninakokwenda, au mimi kupotolewa, au ajihila au yujhala alayya, na najilinda vile vile au kufanya ujinga mimi kumfanyia mtu, au mimi kufanyiwa ujinga. Hujui lugha ya Kiarabu, haya yaseme hata kwa Kiswahili. Sasa unaondoka, kama ni gari inakuja kukuchukua kupeleka uwanja ndege, ukishaingia ndani ya gari kwa mguu wako wa kulia, ingia na maneno yale yale bismillah. Halafu ukikaa juu ya kiti sema alhamdulillah. Halafu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, yani Mwenyezi Mungu ndiye mkubwa. Baada ya hapo subhanalladhi, ametakasika yule ambaye sakhara lana hadha, ametudhalilishia sisi chombo cha usafiri hichi, yeye ndio alokifanya kile dhalili. Na akikataa Mwenyezi Mungu kama kisiwe dhalili, ni kwamba utakiona hata mwenyewe dereva wala injinia hakiwezi tena. Akikipa amri Mwenyezi Mungu chafuka, basi kachafuka kweli kweli. Kwa hivyo dua yako pale nafuatia subhanalladhi sakhara lana hadha, ametakasika yule ambaye katudhalilishia sisi chombo hichi, wama kunna lahu muqrinin, wala hatakuwa sisi wenye uwezo wa kucontrol chombo hichi tukakipeleka. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, na hakika sisi kuelekea kwa Mola wetu tutarejea. Unaondoka
mpaka unafika uwanja wa ndege pale. Ukiteremka popote pale kutoka katika chombo, basi teremka na maneno haya: rabbi anzilni munzalan mubarakan, Mola wangu niteremshe mimi kuniteremsha kwenye baraka nyingi, wa anta khairul munzilina, na wewe ni mbora wa wateremshao. Teremka kama alivyofundishwa Nabii Nuh kuteremka katika jahazi lile. Ilikuwa anaambiwa waqul, sema Nuhu ukiteremka, rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Unakanyaga ardhi ya pala popote pale, basi tumia maneno bismillahi alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Yani bismillahi alladhi, kwa jina la Mwenyezi Mungu ambaye la yadhurru ma'a ismihi shay'un, hakiwezi kudhuru pamoja na jina lake Mwenyezi Mungu chochote, fis samai, na kiwe mbinguni, au fil ardi wala fis samaa, kiwe katika ardhi au mbinguni, hakiwezi kudhuru. Wa huwa samiul alim, naye Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia tena aliyemjuzi kabisa. Maneno hayo Mtume kaahidi atakayesema, anaiteremka popote pale, hakitomdhuru kitu mpaka atapoondoka pala pale. Lakini iwe unaamini unachokisema ndani ya moyo wako, isiwe unababaisha tu, unaondoa njiani tu. Ujue maana yake na uwe unaamini. Isije ikawa hirizi yako ndo ulinzi unayo pale, maneno yale hayafanyi kazi, ikiwa kuna kitu kingine ambacho umekiamini. Isije ikawa kuna mzimu wa jadi, huo ndo uliouamini zaidi. Ulipokwenda kupiga magoti mzimni pale, imani yako yote uliitia pale. Haya Mwenyezi Mungu haya na alifundisha Mtume, yani ni vitu ambavyo unavisema tu, lakini huna imani navyo pale, kwa hakika havifanyi kazi. Lakini uwe unasema huku unaamini, imani iliyokuwa kawi, utamuona Mwenyezi Mungu safarini kwako atafanya nini. Madhali umemwachia yeye kila kitu. Utamaliza kazi za kiwanjani pale kwa matayarisho ya pasipoti na kila kitu, na kama watakuwa wanashughulikia usafiri wako watu wengine wenye dhamana ya safari yako, wewe umekaa kitako kule departure lounge, basi usikae bure. Unao msahafu wako mdogo pembeni, au kitabu chochote au maelezo yoyote ambayo umeandika mwenyewe ya kukufundisha ibada ya hija, usikae bure. Na kila wakati waepuke watu ambao kila wakikaa wanamsema mtu, kila wakikaa wanasema uongo, kila wakikaa wanafanya mambo ya kutukana, kila wakikaa azma zao mbaya. Waepuke sana watu hawa, kwa sababu ibada ya hija itaanza kuharibika na mapema kabla hujenda popote ulifanya lolote. Kisafu chako kidogo kiko pembeni, unaendelea na juzuu zako mwenyewe. Kifika pale tia alama. Ukikaa bure ndani ya ndege, ndani ya gari, wewe na msahafu wako, huyo ndo mzungumzaji wako kabisa kabisa. Usije ukakubali sikio lako kulionea raha kusikia mtu anasemwa. Utakuwa huna tofauti baina ya wewe na msemaji, nyote mko sawa sawa. Mtu mwema mmoja anamjua Mwenyezi Mungu vizuri, kajitahidi katika wema. Siku moja kaenda kulala, usingizini mwake analazimishwa ale nyama mbovu. Wamemtokezea watu makatili, hawacheki, wanamwambia kula, yani kula mbele yetu. Yule anasema ma adhnabtu dhanban, lakini mimi mnanionea, sikufanya dhambi hata ninastahili kupewa nyama kama hii. Mimi nyama inanuka vibaya kuliko mzoga wowote ambao unakumbuka kwamba mimi siku moja nilisikia harufu mbaya, lakini harufu hiyo sikupata bado mzoga mimi kusema kama hiyo. Basi nyama hiyo inanuka zaidi, yatoka funza kuliko kidole cha mkono ukubwa wake, kuliko nyungu wa mvua. Wanaume wamemkalia kitako kwamba lazima ale. Akikataa kwamba mimi sifanya dhambi, anamwambia we, hukumsengenya fulani we. Wakati anasemwa unakataa kwamba mimi sikumsengenya, unaulizwa huja kuweko pahala pale mtu anasemwa, hukuondoka wala kuambia watu jamani hivi si vizuri. Nyinyi watu mshahirimia, mshakusudia ibada ya hija, leo hii mnaanza kuondoka mnafanya kama hivi. Basi angalau ungefanya vile, ungeokoka. Lakini yeye anasema na wewe upoko pale. Na sikio lina tabu moja, linaona raha mtu akisemwa. Wataka iendelee habari ile,
na unaongeza wacha we, yani sema kweli wallahi, yani unaona sasa raha kusikia kitu kama kile. Hapo ndo hatari yako sasa. Naam, hatimaye safari imeuiva tayari sasa kuingia kwenye ndege. Kila wakati ulimi wako naye Mwenyezi Mungu. Usisahau kuingia ndani ya ndege kwa mguu wa kulia, na huku namwomba Mwenyezi Mungu, Rabbi adkhilni mudkhala sidq, Mola wangu niingize humu ndani katika muingizo uliokuwa mwema. Wa akhrijni mukhraja sidq, na utaponitoa nitoe kwa namna ya kutolewa kuzuri vile vile. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, na unijalie mimi kutoka kwako hoja zilizokuwa za ushindi katika kila jambo langu. Naam, yale uloyafanya unakaa ndani ya gari, na yale tena utayafanya tena ndani ya ndege. Ukikaa kitako alhamdulillah, halafu aghlabu yake ndege wakati wa take off huwa inakaa wima hivi. Wakati ule kwa hakika mara nyingi hutokezea kufeli chombo, lakini Mwenyezi Mungu ataepusha mbali kwa kila msafiri, ikiwa ni haji au mwingineo. Nadra kutokezea. Wasia kwa Mwenyezi Mungu wakati ule, tamko lako ni Allahu Akbar. Kila unapopanda juu au kimekaa chombo wima, Allahu Akbar. Huku unaruka, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wakati ule taa zote zinakumulikia kwamba ukanda wako usiufungue, kwa sababu ni wakati hatari. Mpaka chombo kikaa sawa sawa, ukapewa ruhusa kwamba sasa fungua ukanda wako, unaweza kwenda chooni kujisaidia na hivi na hivi, pale vile vile ndio unapumzika. Lakini kila kikaa chombo hivyo, basi Allahu Akbar. Safari imeuiva, unakwenda zako moja kwa moja, utakwenda kutua katika kambi ya mahujaji Jeddah. Ya kuteremkia ni yale. Usisahau kila wakati, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Halafu bismillahi alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. A'udhu bikalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Unaongeza dua hiyo vile vile, najilinda kwa maneno ya Mwenyezi Mungu yaliyotimia. Min kulli shaytanin wa hamma, kutokana na kila shaytani na vishindo vyake na azma zake mbaya alizonazo kwa binadamu. Wa min kulli ainin lamma, na kutokana na kila jicho baya lenye kuhusudi. Vile vile a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa, najilinda kwa maneno ya Mwenyezi Mungu yaliyotimia kutokana na shari zote ambazo Mwenyezi Mungu ameziumba. Haya kwa hakika ni defense yako kubwa sana. Hutofikwa na baya lolote la hasara pahala ambapo umeshuka ukasema hivyo mpaka utaondoka pale hapo. Hii ni ahadi kakupa mtume wa Mwenyezi Mungu. Lakini uteremka umemsahau Mwenyezi Mungu, uteremka na mawazo mengine, Mwenyezi Mungu hayumo kabisa katika mawazo yako, basi hapa kwa hakika umejitia kwenye matatizo makubwa kila unapomsahau Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema wala takunu, wala msiwe kabisa kalladhina nasullaha, kama wale ambao wamemsahau Mwenyezi Mungu. Fa ansahum anfusahum, na yeye Mwenyezi Mungu akasahulisha nafsi zao, kazielekeza kule ambako zimeelekea. Hao ndio watu waliokula hasara kabisa. Kwenye kambi ya mahujaji, ni kambi ambayo special ya mahujaji. Kuna airport zinafika 2-3 pale Jeddah, lakini hii ya mahujaji ni special. Nyingine ziko za kawaida, nyingine ziko za VIP kwa ajili ya waheshimiwa, wafalme na hivi, lakini hii ya mahujaji hii ni kambi ambayo dakika moja kutua ndege, dakika moja kuruka ndege, utakuja kuona umayamaya hapo unaoingia kwa ajili ya ibada hija hapo. Taona wenzako vile vile wamekutana hapo sasa. Kambi kubwa mno, na imejengwa mjengo ambao imefunikwa, jua haipati, juu saruji imewekwa. Utastaajabu watu engineering imefikaje mpaka hakuna jua la kupita pale. Kwa hakika chini cool kabisa kwenye kambi hapo ya mahujaji hapo Jeddah.
kuna kila kitu ambacho utahitajia wewe cha kukusaidia. Kuanzia vyoo viko vingi sana, maji yako mengi sana, misikiti hapo kambini iko mingi sana, sababu ni kambi kubwa mno. Kufuatia msikiti kwenda kusali jamaa pengine kwa usumbufu, basi hapo hapo ulipo pana kama minyororo imefungwa hivi, yani ni kambi, uwanja tu. Basi hapo msikiti upo pale vile vile, pale vile vile, mpaka sala za Ijumaa anapatikana kila msikiti, kuna imamu wake hapo anahutubu na kila kitu. Msikiti upo, wanawake sehemu zao zipo, wanaume sehemu zao zipo. Hiyo ni kambi ya mahujaji kwa hakika. Hapo hutopata dhiki aina yote ile, huku unangojea kutayarisha matayarisho kwa ajili ya safari, mambo ya pasipoti na tiketi zako na nini nafanya mara moja, na huenda ukachukua muda mrefu hapo kutokana na queue iliyoko ya watu mbalimbali kutoka nchi mbalimbali. Huenda hapo mkachukua muda saa moja nzima, saa moja na nusu, saa mbili nzima, tegemea kila moja na bakti yake. Na huenda baada ya kufika ikawa kweupe kwa muda dakika 6 mkaanza yote. Kila utapoka faragha huna la kulifanya, hakikisha kwamba Mwenyezi Mungu unamtaja kwa namna yoyote ile ya utajaji Mwenyezi Mungu. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pata mara 100 kila wakati. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Pata mara 100 kila wakati dhikri hiyo. Na Qur'ani yako kila wakati unayo, unafungua msahafu, unaendelea na juzuu zako. Kila ukifika pahala tia alama, umefika hapa, umekaa bure, usikae bure. Na hapo hapo Jida pana vidirisha vimeandikwa Brudi Change. Kama utahitajia matumizi ya mkononi, basi hapo utaweza kubadilisha pesa zako ukapata real ya Saudia kwa ajili ya matumizi ya ghafla ghafla. Utaka maji ya kunywa, utaka juisi, utaka nini, basi hapo utaweza vile vile kuvunja pesa zako hapo. Lakini wasia ni kwamba usivunje zote, wala usirande na kitita kabisa, usifanye hivyo. Chukua kitu cha haja tu, kwa sababu wewe unamfuatia Mwenyezi Mungu. Wewe nia yako ni kurejea kwa Mwenyezi Mungu, unakwenda vingine kabisa. Kuna wenzako, huu ndio musimu wa mambo ya uharamia na wizi. Walichokiendea pale kwa hakika ni unyang'anyi, ni kuchomoa, na vijembe vyao sijui vinasimama kuna namna gani kujua mfuko umekawaji, na halafu wakipiga ni maxman hakosi, anatoa tu. Ni kazi ambayo kaifanya miaka mingi sana. Hayo yapo tena, wala hayako mbali na wewe. Kila wakati unatazamwa na unamulikwa. Uwe makini sana. Na hata kwenye Baitullahil Haram vijana hao wapo katika tawafu na wanazunguka na wao, na wamevaa shuka mbili na wao pengine vile vile, au wamevaa nguo za kushonwa, kwa sababu kama kwamba wao hawamo kwenye hija, yani ni watu wa kawaida. Pale kwenye Baitul Haram utaona watu kila mmoja na namna yake. Usistaajabu, kuna wengine tayari umra yao imekwisha, wako katika tamattu, kwa hivyo wanaruhusiwa kuvaa nguo za kushonwa. Usione mbona huyu yuko hivi, mbona kavaa hivi? Hapana, kesha fanya tamattu huyo, umra yake tayari. Askari wapo, masaidi wapo, hawapepesi. Lakini binadamu utamweza wapi bwana? Binadamu anayemweza Mwenyezi Mungu mwenye peke yake. Lakini binadamu mwenziwe kabisa anampiga chenga sawa sawa kabisa. Kwa hivyo usirande na kitita cha pesa kingi sana wakati mmoja. Weka pahala madhubuti. Wewe mfukoni mwako, mkononi mwako una kitu kidogo cha kutumia tu. Jida mtaondoka baadaye, gari zitakuwa tayari, mnaelekea Madina. Watu wa Unguja kila mwaka wanaelekea Madina mwanzo. Watu wengine wanakwenda Maka kwanza kufanya ibada ya hija, na baada ya hija ndio waelekea Madina kwa ajili ya ziara na mambo mbalimbali ya kujipatia mambo ya tarikhi au kufaida ya msikiti Masjid Nabawi. Ukifika Madina, mara tu baada ya kupata utulivu hoteli, kapata maji, kajimwagia mwilini mwako, kapumzika vizuri. Ikiwa si wakati wa swala za fardhi, basi vyema utapumzika. Lakini kama ni wakati wa swala ya fardhi, umefika karibu na swala ya fardhi, hakikisha kwamba swala zako pale Madina utaswali katika Masjid Nabawi.
wasije watu wakakutia ubilisi, wakakutia ushawishi, msikiti uko mbali, sisi tuko mbali hapa, ya nini kubwa na joto, yani kuhangaika na hivi na hivi. Kwa hakika watakupotezea malengo. Hasara utaondoka nayo pale kwa muda siku zako 2-3 zile. Ya Allah, utakaa Madina wiki 1-2 kama zitafika. Wakati mwingine utelewa sana watu, hata wiki 1 wapati. Basi kumbuka kwamba Mtume kasema sallallahu alayhi wasallam kwamba swala moja itakayoswaliwa katika msikiti wangu huu Masjid Nabawi Madina ni sawa sawa na swala 1000 zitakazoswaliwa msikiti mwingine duniani, ukitoa Baitul Haram na Baitul Maqdis. Lakini pala pengine popote swala moja ya pale ni kama swala 1000. Usije ukakubali kuikosa fursa hii, kama ulivyokuwa mkaidi ukukubali kukosa fadhila za Lailatul Qadri. Kukubali pale ulipojua kwamba usiku mmoja huu kuliko miezi 1000, amesikubali, leo silali. Vile vile usikubali kupitwa katika kusali swala moja sawa sawa swala 1000. Pale Madina katika jambo kubwa uliloendea ni kusali katika Masjid Nabawi, kubwa kuliko yote uliloendea Madina. Mengine yote yaliyobakia kwa hakika ni mambo ambayo kama utapata nafasi utayafanya, ikupatikana basi. Lakini kubwa zaidi ni kusali katika msikiti wa Mtume. Ikipatikana mwanya wa nafasi utapita kwenye kaburi la Mtume kumsalimia. Ni sunna kuwasalimia ambao wametangulia, na special kwa mwenyewe bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukifika kwenye kaburi la Mtume utalikabili kaburi lake, useme assalamu alayka ya Rasulullah, kwa sauti ya kujisikia wewe mwenyewe na sio kuwapigia makelele wenzako wakawakera. Kisha utamwambia Mtume, ashhadu annaka ballaghta risala, mimi ninashuhudia kwamba wewe umefikisha ujumbe uliopewa na Mola wako. Wa addaita al-amana, na umeitekeleza amana uliotumwa na Mola wako. Wa nasahta al-umma, na umeunasihi umma wa Kiislamu. Wa kashafta al-ghumma, na umeondosha kila tabu na msononeko wa roho aliokuwa nao Muislamu. Wa mahauta adh-dhulma, na umeifuta dhulma katika dunia. Wajahadta fillahi, na umepigania katika upande wa Mwenyezi Mungu haqqa jihadihi, haki ya kupiganiwa kwake, hata ataka al-yaqin, mpaka yamekufikia wewe mauti. Fajazaka Allahu anna, akulipe wewe Mwenyezi Mungu kuhusu sisi kutufanyia hayo, khaira ma jaza nabiyan an ummatihi, kilipo ambacho ni bora zaidi alichomlipa Mwenyezi Mungu mtume yoyote kwa umati wake, wa rasulan an qaumi, na mjumbe yoyote kwa watu wake, wewe akupe zaidi. Maneno hayo ukiyatamka unawahangaisha malaika 70 kuandika thawabu zake, hawazimalizi kwa kutwa moja. 70 malaika wanahangaika kuandika tu. Ukisema jazallahu anna Muhammadan khayra ma jaza nabiyan an ummati wa rasulan an qaumi. Ama makaburi mengine ukiyapitia, salamu zao tofauti kidogo na mtume wa Mwenyezi Mungu. Ama wengine utasema assalamu alaikum ahla diyari qauma minal mu'minin wa inna insha Allah bikum lahikun antum salafuna wa nahnu bil athari nas'alu Allah lana wa lakum al afiyah. Alafu taomba dua nyingine kama anazoombewa maiti katika sala ya jeneza. Lakini hakikisha kwamba unapotoa salamu unalikabili kaburi. Wakati kuomba dua elekea kibla. Kaburi hata kama utalipa mgongo, dua pala pake ni kibla kwa hakika. Ikiwa sala haikubaliwi mpaka elekea kibla, basi kaa ukijua ad-du'a mukhul ibada, dua ni kama ubongo wa ibada. Na kauli nyingine ad-du'a huwa al-ibada, dua ndio ibada yenyewe hasa. Kwa hivyo ikiwa sala lazima elekea kibla, je, ile ambayo ndio ibada yenyewe hasa lazima elekea kibla vile vile. Kati naomba dua tuelekea kibla. Haya ni makubwa sana unayofuatia Madina. Hufuatii kaburi, hufuatii jambo jingine, unafuatia msikiti wa Mtume. Katika uhai wako umewahi kusali Masjid Nabawi vipindi vile vitatu, na kila kipindi kilikuwa sawa sawa na swala 1000. Unalofuatia kwa hakika ni hilo. Mtume anasema la tushaddu rihalu
haifungwi safari na muislamu kwa kutaraji kupata thawabu zaidi pala, illa ila 3 masajid, isipokuwa kwenye misikiti mitatu. Safari yako unatoa gharama, unatoa nauli, unafatia thawabu misikiti mitatu duniani: Masjid al-Haram, Masjid Nabawi na Masjid al-Aqsa. Lakini pahala aliposemeshwa Nabii Musa Sinai sipo kabisa, upate chochote. Nenda katembee tu uone historia tu, lakini sipo pa kupata thawabu wewe. Pengine popote pale, pahala pako pa thawabu ni misikiti mitatu hii. Kwa hivyo hili ndilo unalolifuatia pale Madina. Ikipatikana nafasi ya kwenda ziara, taxi zinaranda kila wakati, madriver wapiga kelele ziara ziara, kama unavyoona wapiga debe wa daladala, na kule vile vile ziara ziara ziara, iko hivyo hivyo. Kisikia ziara ziara wataambia naam, mimi nakwenda na mwenzangu au wenzangu hawa hapa. Ziara hii itakupeleka mahala mwa taarifa kama Uhudi. Katika macho yako, katika uhai wako utafika pahala paitwapo Uhudi. Uhudi ni pahala palipopiganwa vita vya pili vikubwa vya jihadi baina ya Waislamu na mushrikina. Na pahala hapa kwa hakika ndio pahala Waislamu walipatwa msiba mkubwa wa kuuawa watu 72. Na katika miongoni waliouawa walikuwa ni masahaba kama Sayyidina Hamza ibn Abdul Muttalib, ambaye mtume ni ammi yake na pia ndugu yake kunyonya, kauawa pahala hapa. Pamoja na yeye wameuawa watu kama kina Mus'ab bin Umair, aliyekuwa akikamata bendera ya vita, aliyemshabihi mtume sana kwa mwendo, tabia, sauti. Watu wakadhania kwamba shamua mtume, kapotea Mus'ab pahala hapa. Na masahaba wengine kama kina Abdullah bin Amir wamepotea hapa. Utaona kaburi limekuwa refu kama moja, lakini ni 72 kwa pale wote. La kulifanya ni yale yale ambayo watakao yafanya kwenye makaburi, ni kuwatolea salamu maiti na kuwaombea dua, na sio kuwaomba wao haja zako ulizonazo. Mahujaji wengi kabisa wanafuatia Madina, ima kaburi la mtume kwenda kumuomba mtume mwenyewe direct, na wengine kutaka wajisugulie nyuso zao na ukuta ule wa kaburi la mtume, na wengine utakawabusu lazima, na wengine hivi. Almuradi wewe si uliofuatia hayo, umefuatia kusali katika msikiti wa mtume, ndio kubwa zaidi kwako wewe, na unajitahidi kupata vipindi vyote kwa jamaa pale pale kwa hakika. Na katika pahala utapoona raha na ibada ya sala Madina, Masjid Nabawi, utaona raha sana utakaposali. Sala yake imetofautiana na Madina na pala pengine pengi duniani. Qira'a pale kwa hakika utapoa moyo wako kama ulizoea kusoma au kusikiliza Qur'ani ambayo imechungwa hukumu zake. Utakuta jambo hili katika Masjid Nabawi linafanywa barabara, hususan katika sala ya alfajiri, hususan utasalia sana. Usikose kabisa kuhudhuria pale kwa hakika. Kama utaipata nafasi ya kuswali katika raudha takatifu utaswali, si lazima. Lakini kama kuna msongomano wa watu, si lazima kujitia kwenye vibiru na kutaka kujiumiza wewe au umize watu na kutaka watu wakufanyia ukuta wakamatane kwa ajili ya wewe unaswali pale. Haya mambo hayafai kabisa. Nafasi ukipata utaswali, hukupata nafasi basi ile kupata Masjid Nabawi wewe shukuru katika uhai wake. Madina katika mambo ambayo nafasi ikiwepo utakwenda kwenye Masjid Kiblataini. Kama iko nafasi swala kama mbili pale, lakini si sawa na Masjid Nabawi, lakini ni pahala pa tarehe. Msikiti huu watu walielekea vibla viwili katika sala moja. Mtume